Nirudi upande wa pili. Mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu wasallam, ambaye mtume huyu amezaliwa kwenye kabila la Makureshi. Makureshi ni kabila la Waarabu, na yeye mwenyewe ni Mwarabu, na alipoanza kazi ya kufanya kueneza Uislamu duniani alianzia pale, na yeye ni Mwarabu, na Qur'an ni kitabu ambacho msingi wake ni Uarabu, na ndio maana leo unaona Qur'an yetu tunasoma kwa Kiarabu, na majina yanayoitwa ya Kiislamu ni ya nini? Ni ya Kiarabu. Kama ambavyo unaona majina ya Kikristo ni ya nini? Ni ya Kiyahudi. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye mwenyewe alikuwa Mwarabu, na yeye mwenyewe aliishi hapa hapo kwenye ile miaka ambayo Uislamu unaingia. Waislamu waliwahi kushika maeneo yote hayo ya Yerusalemu, ndio akajenga ule msikiti mkubwa ulio katika nchi ya Israeli. Kwa hiyo Waislamu wote Waarabu ni ndugu zao wa damu, kama ambavyo Wakristo wote Wayahudi ni ndugu zao wa damu. Kwa hiyo ukiwagusa Palestina kuwaonea, unawagusa Waislamu ndani ya mioyo yao, kwa sababu unawagusa ndugu zao. Nanielewa jamani? Nanielewa? Ukigusa wa Palestina na ukashabikia kwamba wa Palestina wanapigwa, wananyoshwa, wanapigwa, umewagusa Waislamu ndani ya mioyo yao, kwa sababu Waarabu, mzizi wa dini ya Kiislamu ni Uarabu. Ndio maana Qur'an tukufu, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni cha Kiarabu, na dini yenyewe ukitaka inoge zaidi useme kwa Kiarabu. Maneno hayo hayo yanayosemwa kwa Kiarabu kwenye Biblia yamo. Kwa mfano ukisoma Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haya maneno kwenye Biblia yamo. Haya maneno kwenye Biblia yamo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye neema ndogo ndogo na kubwa. Inaendelea pale kwamba maaliki yaumiddin, maana yake wewe ni Bwana wa siku ya hukumu. Iyyaka na'budu, wewe peke yake unastahili kuabudiwa. Iyyaka nasta'in, wewe peke yake unastahili sifa. Haya maneno ni mazuri kwa sababu yamo kwenye Biblia. Hapo mbele inasema utuongoze katika njia iliyonyooka, sio njia ya wale uliowakasirikia, ndio inaitwa magudhubi. Maaliki yaumiddin maana yake ni Bwana wa siku ya hukumu. Iyyaka na'budu, unastahili kuabudiwa, wewe pekee wa kuabudiwa. Iyyaka nasta'in, wewe peke yake unastahili. Kwa hiyo maneno haya ni ya Kiarabu, lakini tunayasoma tukiwa wapi? Tanzania. Hii ina maana kwamba Uislamu na mira ya Kiarabu vina uhusiano. Kwa hiyo ukitukana Waarabu, ukatukana wa Palestina, Waislamu wote walio hapa unawagusa. Unanisikia ndugu zangu? Naomba mnielewe basi, mnanisikia? Mimi naelezea msimamo unaweza kutuweka salama. Ukitukana Waarabu, ukatukana wa Palestina, ukashabikia wanavyopigwa, maana yake wewe tayari umewaudhi Waislamu wote, kwa sababu Waarabu ni ndugu zao. Mzizi wa Uislamu ni mira na tamaduni ya Waarabu Makureshi. Mira ya Kikristo mzizi wake ni Israeli. Sasa wenye mzizi ndio wanapigana, yaani kishina cha Ukristo na kishina cha Uislamu vinapigana. Sisi tunyamaze kimya.